la Mungu. Every us we hear, we have 2 ears. Kila mtu kwetu sisi tunasikia, But the ears can hear, yes, lakini masikio yanaweza sikia ndio, but cannot keep the word of God. lakini iwezi kaweka neno la Mungu. The Bible specifies and say, hear the word of God. Biblia inasema sikia neno la Mungu. It means hear in your heart. Inamaanisha sikia na moyo wako. There is an ear in your heart. Kuna sikio katika moyo wako. When you hear in the heart, Wakati unaposikia katika moyo, as Proverbs chapter 4 verse 20, jinsi Methali mlango wa 4 mstari wa 20, the Bible specifically say to us, Biblia inasema kinaka ubaka wazi, it say how we can make our ear to God. jinsi tunaweza sikia kutoka kwa Mungu. 4:20, 4 mstari wa he 20, say, my son, nasema mwanangu, pay attention to my word. simama, sikia kiuangalifu kwa neno lake. Cleanse your ear to my says. Safisha sikio lako kwa usemi wake. Are we going to wash our ears? Enda kuosha masikio yake. The Bible specific say, wash your heart. Yeye inasema wasiwasi, osha moyo wako, So that you may keep the says of God. ili ukasikie usemi wa Mungu. Today as we are going to learn the voice of God, Leo hii tunapoenda kujifunza kusikia kutoka kwa Mungu, God is going to speak to us. Mungu anaenda kuongea pamoja nasi. And God is going to lead us. Mungu anaenda kutuongoza. Proverbs 23 verse 7. Methali 23 Verse 7. mstari wa 7. It says, Hapa inasema hivi: for as he think in his heart, maana aonavyo nafsini mwake, so he is that eat and drink, he says to you. ndivyo alivyo akwambia haya, kula kinywa. But his heart is not with you. Lakini moyo wake hauawi pamoja nawe. The Bible speaks clearly to you and me. Biblia inaongea kwako nami, As we think in heart, jinsi tunavyofikiria katika moyo, is what we are eating and drinking. hiyo ndio tunayokunywa na hata kula. If you are thinking to your brother or your sister poison, negative thought, Ikiwa unafikiria ndugu ama dada yako ili kumpatia sumu, and then you are poison. hivyo wewe ni sumu. But the Bible says, Biblia sema hivi: if you think correctly in your heart, kile ukifikiria vyema katika moyo wako, and then the heart of God will be with you. hapo moyo wa Mungu utakuwa pamoja nawe. But if you don't think clearly, Ikiwa utafikiria kinaka sawa sawa, your heart of God will not be with you. moyo wa Mungu hautakuwa pamoja nawe. Praise the living God. Bwana asifiwe. Turn to a neighbor, tell him God loves you. Ikia jirani, mwambie Mungu anakupenda. Tell him God loves you. Pia Mungu anakupenda. I need you to understand one thing. Na kuhitaji ukaelewe jambo moja. If God understands your ways, Ikiwa Mungu anaelewa njia zako, God has a purpose, Mungu ana kisababu, and God will let you to. Mungu atakuongoza. So I want you to understand clearly. Hitaji ukamakinike kusikia sawa sawa. Because when you will hear the voice of God, Wakati utakaposikia sauti ya Mungu, this year you are going to be successful. mwaka huu utaenda kufaulika. Because you have heard the voice of God. Kwa sababu umesikia sauti ya Mungu. Let us learn how can we hear the voice. Hata tujifunza tunaweza sikiaje sauti. Numbers chapter 7 verse 84. Numbers, tuenda katika kitabu ya Numbers mlango wa 7. Numbers please. If you are there, Huwa umefika mahali pale, you can read with us. naweza soma pamoja nasi. Numbers chapter 7, 8 and 9.
Hesabu mlango wa 7. 89. If you are there, read for us before you read the Revelation. Nasema hivi, ndasoma kwa uwezo Mwenyezi Mungu. Biblia ya Mungu inasema hivi: Kisha Musa alipoingia ndani ya hema ya kukutania ili kunena na Mungu, ndipo aliposikia sauti ikinena naye kutoka hapo juu ya kiti cha rehema kilichokuwa juu ya sanduku la ushahidi, ikitoka kati ya yale makerubi wawili, naye akanena naye. Bwana bariki maandiko. Revelation was a revelation, read for us. That revelation. Na Ufunuo wa Yohana asome. The Revelation Numbers 85, 89, Revelation of it. Katika haya maandishi ambayo nimeyasoma, ufafanuzi wake aliyepata akatusomea. Hello. Hesabu 7. You don't have 89. Hesabu 7:89. The red ones. Ile ambaye yameandikwa katika maandishi nyekundu. I read. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Soma. The voice that spoke to Moses from the flame of the mercy seat was also the same voice that spoke from the flame of the burning bush, and from the glory of Revelation 1:12. It was also the voice that said, "Learn of me." Matthew 11:29. Okay, that is some 2 verses that begin in the Revelation 2. Yeye inamaanisha ni Ufunuo wa 2. Listen very carefully. Sikiza kimakini. The Israel were led by Moses. Israeli wakaongozwa na Musa. And with Moses was the Ark of Covenant. Na kuwa na Musa kulikuwa na sanduku la agano. Where the glory of God was in. Mahali ambapo utukufu wa Mungu ulikuwa inakaa. Moses could not speak his words. Musa angeongea mambo yake tu. He could go and require from God. Angeenda kuuliza kutoka kwa Mungu. And then God impacted him. Na Mungu akampe ujumbe. So that he may speak to the children of Israel. Ili akanena na wana wa Israeli. The first century. Senjari ya kwanza. We had the first church. Tulikuwa na kanisa la kwanza. Where the members could not see the tabernacle. Mahali washirika wangeona masibaoni. Because in the Holy of Holies, mahali pa patakatifu, we had the covenant, the Ark of Covenant. Kulikuwa pale na sanduku la agano. And the Bible specifically says, Biblia inasema waziwazi, in the Ark of a Covenant, katika sanduku la agano, we had 2 angels. Kulikuwa na malaika wawili standing on the right side and another side. Aliyekuwa anasimama katika mkono wa kiume na wa kushoto. In the middle of the angels, katikati ya malaika hawa, we had that city of mercy. Kulikuwa na kiti cha rehema. That is what we call the Ark of Covenant. Hiyo ndio tunaita sanduku la agano. And inside the covenant, katika ndani ya sanduku la agano, we had the book of remembrance. Kulikuwa na kitabu cha ukumbusho. Which is the law of God. Ilikuwa sheria ya Mungu. And also the manna. Na hata sheria na mana. The Bible speaks clearly. Biblia inasema waziwazi. Moses could move closer. Musa angesongea sanduku hili karibu. And talk to God. Na aongee na Mungu. And wait to listen. Na angoje kusikiza. And God could talk to Moses. Na Mungu angenena na Musa. Praise the living God. Bwana asifiwe. I need you to do one thing here. Na kuhitaji ukafanya jambo moja hapa. Yes, that Ark of Covenant. Katika sanduku hili la agano. It is now not there. Kwa sasa hivi alipo. But it is there in the spiritual world. Lakini liko katika ulimwengu wa kiroho. And the church of the nowadays,
Na katika nyakati zetu sasa, this is the Ark of Covenant. hii ndiyo sanduku la agano. And this Ark of Covenant, Hili sanduku la agano, when any preacher stand wakati mhubiri yeyote anaposimama and start to speak to the church, na anaanza kuhubiria kanisa, he is not the preacher. yeye sio mhubiri tu, It is the voice of God coming to the church. ni sauti ya Mungu inanena na kanisa. When you listen, Wakati unaposikiza, you will find what God wants you to do. utapata ile ambayo Mungu anakusudia wewe kufanya. This is what the Ark of Covenant was doing. Hii ndiyo kazi ya sanduku la agano ilikuwa inatenda. So Moses could hear from the Ark of the Covenant, Musa angesikiza kutoka katika sanduku la and agano, he could go and tell the children of Israel what he did. angeenda kuambia watoto wa Israeli ile ambayo amepata. And the children of Israel could do what they have heard from Moses. Wana wa Israeli wangesikiza na kufanya yale Musa amewaagiza kufanya. Because the Ark of Covenant was closed, Kwa ajili sanduku la agano lilikuwa limefungwa, and we had the covenants, na tulikuwa na agano, but the Ark of Covenant is now open. lakini sanduku la agano sasa limefunguka. Now we have the covenant, which is Bible. Sasa hii tuko na agano ambalo ni Biblia. So we are using it Tunatumikia Biblia so that the voice of God, ili sauti ya Mungu he say, I will go. ilisema nitaenda. That's how Jesus says. Hivyo ndivyo Yesu alisema, It will be so for me and you to benefit ni kwangu mimi na wewe kufaidika. if I go. If Yesu akienda, I will send an helper. itatuma msaidizi. Now he sent the helper with the Holy Spirit. Akatuma msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. And this Holy Spirit is now we are talking with him. Na huyu Roho Mtakatifu ndio tunayemtumikia sasa kunena And the naye. Holy Spirit is the heart of God. Na Roho Mtakatifu ni moyo wa Mungu. So is still the voice of God is still heard in church. Bado ni Roho Mungu ambaye ako katika kanisa.